Na kwa kuanza ninatambua kwamba katika masiku machache yajayo pengine wanasubiri uchaguzi huu upite, na ninyi mkifanya makosa mnakuja kunyang'anywa ardhi yenu kupisha mwekezaji wa kilimo cha miwa. Ni kweli? Ni kweli eh? Serikali ya Democratic Party kwa sababu inaenzi walalahoi, jambo hili halitafanyika chini ya jua. Itakuwa ni marufuku mwekezaji kunyang'anya ama wachache kulazimisha wanyang'anywa walio wengi apewe mtu aliye mmoja kwa maslahi ya wachache. Hatutakubali. Ninajua kwamba hata madawati shuleni pamoja na sera ya elimu bure, lakini mnachangishwa wazazi madawati. Maana ya elimu bure iko wapi? Serikali ya Democratic Party itakuwa ni marufuku. Ninajua hata nyaraka muhimu ya afya mnapata stationery, si ndio? Si ndio? Itakuwa ni marufuku watu kugeuza mali ya umma kuwa pato lao. Natambua hamna uhuru wa kuhoji chochote katika serikali ya kijiji hiki. Uongo kweli? Itakuwa ni marufuku kwa serikali ya Democratic Party DP watu kujitwalia mamlaka ya uungu mtu. Ninyi mlioko hapa, ninyi ndio matajiri mnaotuajiri sisi. Sisi tunakuja kuomba kazi kwenu. Mtendaji, sijui mkuu wa wilaya, wote wako chini yenu nyinyi. Katiba yetu ibara ya 18 imesema serikali itatoa mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Ndio maana leo sio mimi, sio Samia, wote pakaliki Dar es Salaam tunakuja huko. Tofauti ya mimi na wenzangu ni moja tu. Wenzangu hawataki vumbi. Wanakwenda kuongea na wafunga tai kule mjini. Wale wafunga tai kule mjini hawajui dhahma na madhila mnayopata nyinyi wale wenzangu huko kijijini. Mimi nikachagua kuja kusimama na nyinyi ili tuone namna gani tutajiondoa kwenye lindi hili la utumwa makusudi na kuwa huru katika ardhi yetu. Saa ya ukombozi. Saa ya ukombozi. Katika serikali ya Democratic Party, ikiwa Mungu atanijalia na ninyi mkaamua kunipigia kura nikaenda Ikulu, moja ya jambo ambalo litalifanya kwa haraka kabisa ni kuhakikisha kina mama wajawazito waendapo hospitali wanajifungua bure pasipokuwa na gharama yoyote, kuanzia kliniki mpaka kujifungua kwao. Na siku atakapokuwa anaruhusiwa yule mama apewe lishe ya mama na mtoto kwa muda wa miezi 3 ili kumfanya mama awe na afya njema. Tafiti zinaonyesha kina mama wengi sana tunaoishi katika jamii ya walalahoi hupoteza maisha yao ndani ya miezi 3 mpaka mwaka mmoja baada ya kujifungua. Kwa nini? Mama anajifungua, anarudi nyumbani, mwili haujakaa sawa sawa, anainama na chuma tembele, amekwenda kwenye bustani kutafuta mchicha, ana ndoo ya maji kichwani, amejitwisha kuni. Matokeo yake anapata wanaita saratani ya mfumo wa kizazi. Na hauwezi kujua kwa haraka, itakwenda taratibu, baada ya mwaka 1.5 madhara yale mtayaona. Ili kumlinda huyu mama ni lazima apewe lishe yeye na mtoto ya kula miezi 3. Miezi 3 kisayansi mwili wa mama unakuwa umerudi kwenye standard yake, anakuwa mtu mwenye afya njema tayari kufanya majukumu yake mengine. Lakini mtoto mdogo pia anapopewa lishe inamjenga kiakili na anakuwa katika makuzi mazuri, tunamwepusha na utapiamlo na mtindio wa ubongo. Saa ya ukombozi. Leo mtoto mdogo miezi 3-4 ameanza kuwa na mawazo ya kikubwa kwa sababu hana uhakika wa milo 3. Hajui atapata uji, hajui maziwa anayapata wapi,
zaidi ya hela ya mama yake, hajui mama atakula nini, na kwa sababu mama hajala akashiba, maana yake hana maziwa mengi, maana yake na huyo mtoto atanyonya maziwa ambayo hayana rutuba nzuri, atakuwa na afya dhaifu, atapata mtindio ubongo ama ugoigoi wa mwili, na mwisho wa siku tunapoteza nguvu kazi ya taifa hili kwa makusudi kabisa. Saa ya ukombozi, serikali ya Democratic Party ni serikali ya watu, itakayohakikisha kwamba kila raia ana haki ya kufaidi na kustawi katika taifa lake. Serikali hii ambayo Mungu akiwajalia mkinipigia kura nikaenda Ikulu, itakuwa ni marufuku serikali kugeuza maiti kuwa sehemu ya pato la taifa. Leo ninyi mkifiwa hamlipi kuchukua mwili kule hospitali. Sasa maiti nayo imekuwa inauzwa. Hamuoni ni maajabu? Yaani mtu amekufa alafu unamdai, yaani bosi milioni hiyo nafuu. Mimi juzi nimelipa 5. Saa ya ukombozi, serikali yangu itakuwa ni marufuku, lazima iheshimu ubinadamu, maana sisi sote tuna haki sawa sawa chini ya jua. Lakini ni lazima muelewe kwamba Mungu hakukosea kutuumba sisi na kutuweka katika ardhi hii ya Tanzania, ardhi ambayo Mungu aliineemesha kila neema ambayo mataifa mengine hawana. Jana nilikuwa naangalia taifa ya habari, Wakenya wanagombania kununua vitunguu Tanzania, yaani kwao hawana. Wakenya wanakwenda huko kununua mahindi na mpunga kupeleka kwao, wao hawana. Si ndio? Kumbe sisi Mungu alituumba tuishi maisha ya neema na starehe. Sasa ni wanani hawa wanatufanya tuishi maisha ya kubahatisha, mithili ya watu ambao wamezaliwa kwa bahati mbaya wanaishi kwa makusudi? Saa ya ukombozi, ni lazima tuhakikishe tunakuwa na serikali ambayo itajali utu na watu na kujenga ubinadamu katika ukamilifu wake kama jinsi Mungu alivyotuumba. Huduma ya elimu iwe bure kweli kweli. Sio bure mchango wa madawati, bure kanunue kadi ya kliniki, tena stationary kwa mtu. Dhambi hii itawahukumu wanaodhulumu haki yenu. Saa ya ukombozi. Lakini watu wa Tabora na Shinyanga wanakunywa maji kutoka Ziwa Victoria, para zaidi ya kilomita 300 mpaka 400 mpaka Tabora. Ninyi kutoka hapa mpaka ziwani mnapata maji safi na salama? Mnajua maana yake? Mtu akikunyima huduma ya afya akaifanya kuwa gharama kubwa, akakunyima maji akayafanya kuwa gharama kubwa kuyapata, hata ukaja maji ya kisima, maana yake anakusaidia kufa haraka. Sijui mnanielewa? Sijasoma kitabu chochote. Mungu kaumba watu. Mwe kusoma kitabu Mungu kaumba watu? Ameumba binadamu. Hao wenzetu wametuambia kazi na utu, lakini vitabu vyote vya haki, hakuna kitabu cha haki za watu, ila kuna kitabu cha haki za binadamu. Kwa hiyo watu hawana haki. Sasa watu ni kina nani? Sasa nitazungumza haya mawili alafu tutachagua sisi hapa. Sisi ni watu ama binadamu? Binadamu, sifa ya kwanza, anakula anachokitaka. Wewe unakula unachokitaka? Watu wanakula wanachokipata. Yaani kinachopatikana ndicho kinachofanyaje? Kinacholiwa. Kupata kinyume chake ni kukosa. Kwa hiyo inawezekana kabisa watu wakakosa chakula, lakini binadamu kwa sababu wanakula wanachokitaka, maana yake wanapangilia milo 3, mama nitengenezee mayai sote ya maziwa, wewe huwezi.
kutamka neno hilo. Matokeo yake unaacha buku mezani, unamwambia mkeo ujiongeze, zunguka nyumba hapa kwa Madija, kachume tembele mchana upite. Hao ni watu. Sawa kumbuzi. Nakumbuka mara ya kwanza lami inatoka pale Pangale kwenda Sikonge, ndugu zangu Wasukuma walianika mpunga kwenye barabara. Waliishi lijiwe. Kwa hata sehemu ya lami imekuwa ni anasa. Sehemu ya hospitali nzuri ni anasa. Sehemu ya huduma nzuri ni anasa. Lakini ukienda unakoishi binadamu, vyote hivyo ni vya kawaida kabisa. Vya kawaida kabisa. Tabu iko kwetu sisi watu. Huku. Kwenye watu. Ukichukua pato, ukadhibiti vizuri wizi wa madini, ukadhibiti vizuri wizi wa mali ya umma, wale wanaoitwa mafisadi wakapungua, watu wakapata hofu ya Mungu wakaacha kuiba, huduma hizi zote zitakuwa bure. 10% tukidhibiti, huduma zitakuwa bure. Sawa kombozi. Ni lazima tuhakikishe kwamba kila rasilimali ambayo Mungu ameiweka kwenye tumbo la ardhi hii iwe faida kwa Watanzania wote. Daktari anapokwenda kusoma daktari anapata mkopo. Ule mkopo unatokana na fedha zetu wala hoi, ndio zinamsomesha. Akisha soma yule daktari akipata kazi kwenye chumba, unaambiwa kwenda kumuona daktari 20,000. Walipokuwa hawana aibu, na kipofu naye anaambiwa kamuone daktari pale 20. Kipofu anaweza kuona. Maana wamesema kumuona daktari 20. Kipofu naye kamuone daktari, atamuona? Sisi kwetu daktari atakuwa sio anaonwa. Ni wajibu wake yeye kumfuata mgonjwa na kumhudumia, kwa sababu amesoma kwa fedha zetu. Sasa hawa ni wakuboreshea mishahara ili watoshewe na mishahara yao, wasikuchukulie shilingi 5,000. Kuchukua ile mnasema nyinyi rushwa, rushwa nyinyi hamjui. Rushwa wanakula watu kule mabilioni ya pesa. Mzee wangu Magufuli aliita kiwi. Sasa kiwi mnalalamika. Sina maana wachukue kiwi. Lakini kinachofanya wachukue ni kwa sababu mishahara yao ni midogo. Mimi nimekulia na ni polisi ninajua. Mishahara yao kwa hiyo inamlazimisha naye ni binadamu. Halafu huyo mtumishi wa umma askari ya maskini ya Mungu anafanya kazi kwa uaminifu mkubwa mpaka anastaafu, hajakutwa na kosa la utovu wa nidhamu. Anastaafu, anapigwa na kikokotoo. Wanachukua hela zake, wanampa fedha kidogo. Kikokotoo hakipo kumsaidia mstaafu. Kikokotoo kipo kumsaidia mstaafu afe haraka kwa mawazo. Nyie hamna wastaafu hapa. Mtu anastaafu anaambiwa hesabu yako ni milioni 50, lakini kwa sababu tunakuona kichwa chako ni kibovu, huwezi kutunza, tunakupa 15. Ala. Paka nimefanya kazi nifikia umri wa kustaafu, niwe sina akili ya kutunza hela yangu mwenyewe. Paka unitunzie wewe. Si ni wizi wa makusudi huu? Ni wizi. Wanakupa 15. Unaenda kununua kiwanja, maana hutatoka mjini. Yaani utaratibu wao usikae mjini. Kwa hiyo utakufa mzazi, watoto watafuatilia na wao watazeeka, watakufa mirathi haijatoka, watoto wao nao watafuatilia na wao wataambiwa hii babu yenu inawahusu nini? Anayepaswa kudai hapa baba yenu. Baba si alikuja mpaka amekufa mjampa? Dhulumati tu wakataeni. Lakini nini ndugu zangu hamjui kwa nini wanayafanya haya? Haya wanayafanya kwa sababu wanawakasirisha makusudi mchukie, muwasaidie kuondoka.